Ndio, Bwana Yesu asifiwe sana, mtoto wa Mungu. Ni mimi rafiki yako mchungaji Gabriel Stefano wa huduma ya CRMC. Leo nimekuja tena tuzungumzie kwa habari ya laana na karma. Lakini leo natamani nizungumze kwa habari ya karma, kwa sababu watu wengi wanadanganyika, wanateseka si kwa sababu labda wana mapepo au wamefungwa, hapana. Wengi wao wanasumbuliwa na karma, na karma ni yale ni malipo ya kwamba yale matendo ambayo unatenda kwa ajili ya watu wengine. Unajua, unaweza leo ukaua watu, ukadhulumu watu, ukafanya chochote unachojisikia, lakini ujue kama wewe hautalipa, lazima ulipe. Kama hautalipa, itageuka kuwa laana kwa watoto wako, lazima watoto hawalipi. Unaweza ukajishangaa, kwa nini mimi toka nazaliwa naishi maisha ya shida, naishi maisha ya tabu? Inawezekana ni karma ambayo inakufuatilia, ambao wazazi wako walishawahi kuifanya. Sasa tunapozungumzia kwa habari ya karma, yale malipo unayoyapata kwa matendo yako uliyoyafanya hapa duniani, hiyo ni karma. Kwa mfano, unaweza ukadhulumu watu, ukawadhulumu tu intentionally, alafu unategemea kwamba uishi maisha ya furaha, uishi maisha ya amani. Maana yake ukizulumu haki ya mtu intentionally kwa kutaka, ukasema na wadhulumu, maana yake utegemee kabisa na wewe maisha yako huko mbeleni yatakuwa ya shida. Ndio maana ukiangalia mwisho wa wadhulumaji wengi, mwisho wa wauaji wengi unakuwa ni mbaya sana. Biblia inasema auaye kwa upanga naye atakufa kwa upanga. Kwa kile ambacho utakachokifanya nacho lazima utakachokivuna. Haijalishi una upako wa namna gani, haijalishi una uwezo wa namna gani, lakini mwisho wa siku lazima utalipia. Hiyo ni karma. Sasa watu wengi wanatoka wanaenda kwenye makanisa kwa ajili ya kuombewa, kwa ajili ya kutafuta suluhu, kwa ajili ya kusaidiwa. Na ndio maana unakuta maisha yao wakiombewa leo, maisha yako pale pale. Shida ni nini? Shida ni kitu kinaitwa karma. Unakuta wewe uliwafanyia watu vibaya, kwa ni wakati umefika wa kulipa, lazima ulipe tu. Au unaweza ukakuta mtu anatenda matendo mema, lakini anaokuja kwake ni mabaya. Kwa nini? Kwa sababu ukija kufuatilia, analipa yale ambayo aliyoyafanya hapa duniani. Sikia, unapowasumbua watu, mfano kijana anabebesha mimba mabinti wa watu, anawatelekeza, anawaacha tu, hataki kuwafuatilia, tegemea malipo utakuja kuyapata. Kama sio kwako, manake mtoto anaweza kazaliwa akaanza kuachwa, anapigwa mimba, anatelekezwa. Hiyo ni kwa sababu wewe unalipa kile ambacho ulichokipanda. Nataka nikusii tu ndugu yangu, kuna mambo mengine unateseka hapo sio kwa sababu ya nani. Unateseka hapo sio kwa sababu umelogwa. Wakati mwingine unateseka kwa sababu ya karma. Karma ni mbaya sana. Karma ni mbaya sana. Kuna mtu mmoja alikuja kanisani, wakati nataka kumwombea, Roho Mtakatifu akaniambia kwamba huyu ni mama ambaye alikuwa anafuatilia pension zake. Alikuwa anafuatilia pension zake, kisha tokea hakuweza kupata pension zake kwa miaka zaidi ya 3. Alipokuja mahali hapa, wakati naongea naye nikamwambia, wakati uko kazini kuna ushawahi kudhulumu haki ya mtu, hela nyingi za mtu. Ndio maana wewe upati pesa. Kwa njia rahisi ya kuweza kupata haki yako ni lazima umtafute yule mtu ambaye ulimfanyia vile vibaya, ili uweze kupata haki yako. Nje na hapo, hata kama ukipata hela za kwako, utajikuta tu umezulumiwa, umetapeliwa na imetoka hiyo. Kwa hiyo njia rahisi ni kumtafuta yule mtu ambaye ulimdhulumu. Sasa mimi nimemdhulumu mwaka 2003. Muda mrefu umepita, na sasa hivi nimeambiwa ameshafariki. Nafanyeje? Kwa zipo njia ambazo unaweza kuzitumia kuweza kuzuia hilo jambo lisiweze kupita. Yaani kama hautafanya hiyo njia iweze kuzuia jambo hilo liweze kupita, maana yake utajikuta unapitia challenge na changamoto nyingi. Je, ni wangapi ambao leo wanateseka na hawakumbuki kuna watu waliwafanyia mabaya? Hawakumbuki kuna watu waliwaumiza, hawakumbuki kuna watu walionyima haki. Unajua, mtu ukimdhulumu haki yake, hata kama hana nguvu za kuweza kukupiga, hata hana nguvu za kuweza kukufunga, lakini ujue kuna wakati hilo jambo litarudi na utaona maisha yako yanakuwa mabaya sana. Ndugu neni tazama sasa hivi, yawezekana unapitia changamoto na shida mbalimbali. Hili somo tutalifundisha kwa undani kwa habari ya karma. Kwa ukifanya ubaya kwa watu, lazima itakuja kurudia. Yaani hiyo lazima itokee. Ukifanya mema kwa watu, mema yatarudi. Biblia inasema unachokipanda ndicho utakachokivuna. Tukusanye session inayofuata, tutaendelea kujifunza hili somo zuri kwa habari ya karma na laana. Shalom.